Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jioni ya leo natamani tujifunze neno la Mungu kwa ufupi. Katika Injili ile ya Marko sura ya 4 mstari ule wa 35 na kuendelea imeandikwa, siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetani, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Naye alikuwa amelala. Juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, upepo akauambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukaa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari kumtii? Akaamka, kwenye ule mstari wa 39, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukaa shwari kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambie jioni ya leo ya kwamba Yesu akiwa na kusudi na wewe, haijalishi nini kiko mbele yako, haijalishi ni jaribu gani unapitia, haijalishi ni changamoto gani ambayo unaipitia au unaiona kama ni ngumu. Biblia inasema ilipokuwa jioni, akawaambia wanafunzi wake, na tuvuke tuende ng'ambo. Alipokuwa anawaambia tuvuke twende ng'ambo, wakaingia katika chombo kimojawapo kati ya vile vyombo ambavyo vilikuwapo eneo lile. Wakati wakiwa katika safari hiyo ya kuvuka kwenda ng'ambo ya pili, kulikuwa na bahari. Katika hiyo bahari ikatokea dhoruba, mawimbi makubwa sana yakakipiga chombo kikaanza kujaa maji. Watu waliokuwemo ndani ya hicho chombo, wanafunzi waliokuweko ndani ya hicho chombo, wakaanza kupiga kelele. Nataka nikwambie mwana wa Mungu jioni ya leo ya kwamba bahari unayoiona mbele yako, bahari ambayo walikuwa wanaivuka, ni mfano wa moja ya jaribu ambalo unakutana nalo katika maisha yako, ambapo panahitaji ustahimilivu wa hali ya juu sana na imani ya kumwamini Yesu Kristo peke yake. Wakati wanavuka, upepo ulitokea ghafla, ukaanza kupiga chombo ili kuwakatisha tamaa, ili kuwarudisha nyuma wasiweze kuvuka ng'ambo ya pili. Kwa nini wasiweze kuvuka ng'ambo ya pili? Kwa sababu ng'ambo ya pili kulikuwa na maisha ya mtu yamefungwa huko, kulikuwa na hatima ya mtu imefungwa huko. Kwa adui shetani anachokifanya, akiona kuna mahali umechukua hatua kwa ajili ya kufikia hatima yako, kwa ajili ya kufikia kesho yako, kwa ajili ya kufikia hatima ya maisha yako, anaanza kukuletea majaribu katikati ya safari yako. Kumbuka, hao walikuwa wako katikati ya safari ya kwenda ng'ambo ya pili.
Adui shetani akikuta umeanza kuchukua hatua, anaanza kuleta majaribu